kabisa. Mimi nawaambia, kuna wakati fulani niwahi kuambia jambo, nikasema kama walionitukana ambao kunielewa, ambao ni mtazamo mimi ndo ninavyo, nikasema hivi, kama nitamkuta Clola mbinguni Magufuli hayuko, nitajua nimepotea. Nitajua huko sio. Naweza kumkuta Clola hakuwa na hila, alikuwa na, kama kuna mambo alikosea hakuyajua, yeye mwenyewe alikuwa na moyo wa kufanya kila lililo haki. Lakini nitamkuta Magufuli ambaye mambo hasa mhubiri alitakiwa kuyaishi, yeye aliyaishi. Ile namna ambayo ndio maana nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Tanzania. For sure Magufuli haishi kwa ajili ya Tanzania. Alilazimika kuwabana watu fulani ambao hawaaminiki usawa. Wanaamini wengi kulia, wachache kuishi, wengi kuishia, wachache kuishi. Aliwabana wale, na wale jamaa washindwaji wanafurukuta mchana na usiku. Lakini ni kipindi mtu akiwa na tatizo, awe na chama asiwe na chama, akilia alisikilizwa. Akisema nimeonewa alisikilizwa. Magufuli aliingia nyumba dhaifu akiwa rais, akawakuta watu dhaifu, alilia machozi. Basi mama pole. Kusalimu tukupe pole. Ni mapenzi ya Mungu. Wewe vumilia, mtangulize Mungu siku zote, kwa sababu Mungu ndiye anajua yote. Na mwenye kisasi cha kweli ni Mungu. Sisi ni binadamu wake, basi sisi tuvumilie kwa hilo. Mimi nimeona nikupe pole kwa haya makubwa aliyotokea. Kijana wako alikuwa mwana CCM mzuri. Endelea kumkumbuka, na nimeweka image kubwa kwa taifa kwa kuonyesha kweli na alipigania Chama cha Mapinduzi. Amina baba. Ndio maana nimeona nipite nikusalimu mama. Nashukuru. Nikupe pole na mkwe wako. Basi wewe unafanya biashara gani? Tunawasaidia wenzetu wenye kuleta mahindi kutoka Zambia, tunawasaidia kupima. Kisha tukishamaliza wanatuachia chakula hapa. Naendelea kuwasaidia. Alilia machozi alipozikuta hali za watu. Alilia machozi yalimtoka, akachukua hela akawapa watu. Magufuli hata watoto wake wanashuhudia, mafaili yalikuwa mpaka kitandani, yalimzunguka na polala. Hakulala saa 9, hakulala saa 10, alilala macho. Si mara moja, na tukimwona mitaani ilikuwa naona tu jamaa hajalala usiku. Alikuwa apigania vitu vyake, alikuwa anapigania maisha ya watu. Na maana nikwambia, nikienda wakasema huku ni mbinguni, nikamkuta Clola amekaa pale, nitauliza Tanzania kulikuwa na mtu mwingine ambaye nitakiwa nimkute, yeye yuko hapa? Sema yeye hayupo hapa. Sasa basi nataka kwenda mbinguni. Namuingiza Clola kwa nadra sana. Nimefuatilia moyo wake, haukuwa na hila.
Lakini nawahakikishia katika watu wanaotakiwa wakakae jehanamu milele ni wahubiri. Wahubiri wanaohubiri wa Kiafrika, wanaohubiri kinachoitwa Injili ni shetani kuliko shetani unayemjua wewe, kwa vipimo vya hii Biblia. Kwa Biblia ilicho cha mahubiri, watu ambao zinatakiwa ziwe kuni za kuwashia walevi, kuwashia wauaji namba moja ni wahubiri. Ndio maana uwimbo wa Anointi Esau, kuna mahala dogo, kuna mahala kapiga, hauwezi kueleweka, lakini kuna mahala kapiga, anasema utekaji, watu wanafia kwenye maandamano wakidai haki, lakini hawa watu walionyang'anya haki za watu wametokea makanisani kwenu, wametokea kwenye misikiti yenu. Wahubiri ndio mnaotakiwa kulaumiwa watu wanapodai haki kwa maandamano. Mmeshindwa kutimiza wajibu wenu kuwadhibiti wauaji, watekaji. Wamo makanisani kwenu, ndio wanaopledge, wanatoa ahadi za nitatoa milioni 500, nitatoa milioni 2, nitatoa milioni 10. Amezitoa wapi? Hauangalia na maisha yake anayoishi, unaangalia kila anachokipata, kila anachokupa. Mwisho wa siku na wewe akisema vile unamtamkia na baraka. Sema Mungu akufunike, Mungu awe pamoja na wewe, Mungu akubariki. Ambariki anayeua watu. Manake huyo mtu hizo hela alikozipata akazipate tena. Kama amezipata kwa njia ya kuua, akaue tena. Alikoiba akaibe tena. Yani nimeona michango fulani inapitishwa kwa mhubiri fulani Kimaro, tunataka kufanya kitu cha bilioni ngapi. Nikasema hivi, hao watu mnaowachangisha hawa watu mnaowachangisha hawa, ni kweli kuna uhalali? Ni kweli kuna uhalali wa kupata michango yao? Wewe niona andiko fulani kwenye Mithali hapa, Mithali 23 mstari wa 6. Kitabu cha Mithali sura 23 mstari wa 6 anasema, usile mkate wa mtu mwenye usuda, wala usivitamani vyakula vyake vya anasa, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Alafu akwambia haya, kula kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Tonge lile ulilokula utalitapika, na maneno yako matamu yatakupotea. Bwana asifiwe.